Naam, barabara mtazamaji wa television La Voix d'Uvira TV, karibu kuweza kujiunga nasi katika matangazo yetu ya mchana kati kutoka jimboni Kivu la Kusini katika jiji na tarafa letu la Uvira. Tunapata nafasi ya kujia na matangazo, kujua kinachoendelea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya machafuko na mawimbi makali kuweza kulipuka katika mapambano ya kivita huko maeneo ya Katogota, Luvungi na nafasi nyingine. Hali kwa sasa sio sawa kwa wakaaji wa Uvira na vitongoji vyake baada tu ya kutizama video ambayo imerushwa kwenye mitandao kusema kuwa M23 inapatikana pale maeneo ya Luvungi. Nini hasa jambo ambalo limekuwa likileta changamoto na hususan wakati vita na mapambano yakiendelea kuripotiwa huko sehemu mbalimbali kupitia majadiliano ambayo tuliweza kuyazungumza kutoka kwa viongozi wa Wazalendo pamoja na jeshi la FARDC ambao waliweza kuhakikisha kuwa Luvungi, Katogota na Kamanyola upande mmoja unamilikiwa na jeshi la taifa, licha kuwa wakaazi wengi kabisa wameanza kuyahama maskani yao kutoka pale maeneo ya Luberizi, Sange kujielekeza hapa mjini Uvira. Wimbi limekuwa lenye kuchanganya watu na watu wako katika hali ya sitofahamu, lakini television La Voix d'Uvira TV tumekuja ili kukuletea habari za uhakika na habari za ukweli kupitia habari ambazo zinazofanya wakaaji wa Uvira waweze kufanya kazi zao kama kawaida. Tukujuze kuwa katika milio ya risasi ambayo ilisikika pale maeneo ya Sange imesababisha watu wengi kuweza kupoteza maisha. Zaidi ya watu 36 waliweza kufariki, watu 31 waliweza kuumia, na katika jamii hizo ambazo ziliweza kupoteza ndugu yao kuna baadhi ya familia ambayo imepoteza watu 5 kwa ujumla kwa familia moja, jambo ambalo limeweka changamoto na kuleta taharuki kupitia hali hiyo ambayo imejitokeza maeneo hayo. Na pia huko maeneo ya Kigurwe, pale maeneo ya Kigurwe watu 3 wapoteza maisha, mkiwemo jeshi wa FARDC 2 pamoja na mzalendo mmoja, licha ya risasi ambazo ziliweza kurushwa hewani na kusababisha hali hiyo kuweza kutokea. Kwa hiyo mtazamaji wa television La Voix d'Uvira TV, niweza kuambia kwamba leo tumekuja kabisa katika hali ya kuchambua na kutoa hali halisi namna gani mapambano inavyoendelea kabisa huko kwenye shamba la vita. Wakaaji wa Sange kwa sasa wako katika hali mbaya kupitia kiongozi wa City ya Sange ambaye tuliyejadiliana naye kupitia njia ya simu. Ameeleza kuwa hali kwa sasa sio sawa, wakaaji wanaanza kuyakimbia makao yao, wakati watu walitoka pale maeneo ya Luvungi kukimbilia Sange, na baada ya pale Sange kuonekana machafuko mengi, nao pia waanza kukimbia Sange na kujielekeza mjini Uvira. Hii ni jambo ambalo imeleta changamoto na taharuki na kuonesha mambo kadhaa ambayo inayoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini jeshi la taifa bado hajazungumza lolote, kwa sababu kuna gari zaidi ya 5 hizi ambazo zimetoka Uvira zikijielekeza huko bondeni mwa mto Ruzizi, na ni wajeshi wa FARDC ambao wametoka huko Kinshasa wakienda kufanya liwezekanalo ili kuangalia namna gani wanaweza wakachukua vijiji ambavyo vimechukuliwa na M23, hapa tukitaja Katogota na nafasi nyingine katika jimbo la Sud Kivu. Habari ambazo tunazo kupitia video yaonesha kiukweli kuwa tayari Luvungi iko mikononi mwa M23, na ukiangalia video hiyo ambayo itangazwa, na pia kulikuwa na kongamano ambalo licha kuwa watu walikuwa wameshakimbia pale Luvungi, lakini kulikuwa na zaidi ya watu wadogo ambao kabisa walipata nafasi ya kuweza kusikiliza hotuba yao, na huku akitaja kuwa wanaendelea mpaka Uvira, jambo ambalo mpaka sasa limekuwa msumari kwao, kwa sababu jeshi la FARDC wanaendelea kulinda usalama pamoja na jeshi la Burundi. Jambo ambalo linatupa hofu ni pale wakati unapoona wanajeshi wanaanza kutoka sehemu, wanapotoka sehemu wanakimbia, ni kama kabisa kuacha raia kwenye njia panda, na baadhi ya wao ambao wangekuwa kabisa na muda wa kuwapa moyo, lakini wao ikiwa wanaanza kutoka, hiyo inaonyesha sura mbaya, inaonyesha hali ya wasiwasi. Mkuu wa City ya Sange alitaja kuwa milio ya risasi tena leo majira ya saa 5 iliweza kusikika pale maeneo ya Kabunambo, Biriba pamoja na Kasambura, ambapo walitaja kuwa milio ya risasi nyingi sana ziliweza kupigwa, na akadhibitisha kuwa hali ya kujua waliofariki, hali ya kujua walioumia bado kabisa kujulikana, kwa sababu
milio ilikuwa mingi na ikafanya wakazi wa pale Sange kuwa katika hofu, kuwa katika hali kabisa ya sitofahamu, jambo mpaka sasa ambalo linaendelea kuweka hofu na kuweka woga kabisa kwa wakaaji wa jimbo la Sud Kivu, hususan hapa mjini Uvira. Uvira imekuwa changamoto na imekuwa vile ambayo inaendelea kupokea watu wengi kabisa kutoka pale Luvungi, Rubarika, kutoka Luberizi, kutoka Sange, kutoka Kiliba, ambao kabisa wengi wakiwa na woga kwamba M23 inaweza ikaingia Uvira muda wote ule, lakini jambo ambalo limekuwa msumili kwao, kwa sababu jeshi la FARDC kupitia kiongozi Amuri Kiviri ambaye amesema kuwa watafanya liwezekanalo ili kuangalia namna gani ya kuweza kulinda raia pamoja na mali yao. Na tukujuze kuwa pale maeneo ya Kiguru hali kwa sasa imekuwa shwari, licha ya hali ambayo imetokea majira ya asubuhi leo mapema. Habari zilieleza kuwa kuna baadhi ya wanajeshi ambao walilipua bomu pale na kukakuwa changamoto kati ya wazalendo pamoja na FARDC, na ikasababisha milio hiyo ya risasi kuweza kusikika, na pia bomu ziliweza kurushwa, na kwa upande wa wazalendo, mzalendo mmoja alifariki na mwingine kuweza kujeruhiwa, na upande wa FARDC wawili wameweza kupoteza maisha. Nini hasa ambayo iko katikati? Ukiangalia yawezekana kuna kuwa na ile hali ya mgawanyiko, hakuna tena masikilizano kati ya jeshi la taifa na wazalendo, kwa sababu ukiangalia kile ambacho kimefanyika Sange, haiwezekani katika vurugu tu watu wawili wanajibiana watatu, unakuja kukuta bomu inapigwa, watu wanapoteza maisha, zaidi ya 37 waweze kupoteza maisha na zaidi ya 31 waweze kuumia. Ni jambo ambalo linaleta woga na linaleta changamoto katika vita hivi ambavyo vinaendelea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii imekuja baada tu ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi kusaini mkataba wa amani ambao wakongomani wote wangetarajia kuwa kuweza kuwa na amani ya kudumu katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini ukiangalia hali hiyo imeongeza kabisa spidi kwa M23 na kuanza kabisa kuprogresse na kuchukua vijiji mbalimbali hapa tukitaja kijiji cha Luvungi, kwa sababu video ambayo tayari imeweza kurushwa, na kuomba kwanza uweze imagine leo mlisema kama Nyora na Walungu palipana chama kwa palipana nchi kwa mfano. Leo inakuwa Luvungi nayo Uvira na kwa salon. Si vile? Kwanza watu wa Luvungi nani Uvira mmetuko na kuwakomboa. Na Sange kwa unaona ile yote ni nini? Chama iko inapiganisha ile ukabila na ile kubagua watu. Tuishi kwa pamoja wa ndugu. Kama endelea kudumu. Ona Luvungi sasa ile Luvungi. Ona vile sawa ile Luvungi, ona hisi nafanana, ona mchafu. Ima singa lipitaka hapa miaka na miaka. Kura yaingia ndani. Jua nini? Miaka na miaka. Na makabila jua nini kwa Luvungi? Watu wabaya. Ndio maana chama nakuya kuleta amani, usalama na maendeleo. Kutunga mkono wa ndugu. Mtukone. Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Kongo itajengwa na sisi vijana. Sisi wenyewe. Jambo ambalo limekuwa kabisa likileta utata, na ukiangalia wanajeshi wanaanza kupiga risasi ovyo ovyo. Tumeshuhudia kuwa kuna vijana ambao walikuwa kabisa wametawanya mabomu, ambao waliripua bomu pale Sange, waliripua pale maeneo ya Katogota na nafasi nyingine, ambapo unakuta bomu zinapigwa kiolela na watu wanapoteza maisha. Ni jambo ambalo liko katika nizamu. Na ukiangalia kuna gari pia ambazo zinatoka za wanajeshi ambao wametoka pale Kinshasa, ambao nao pia wako wana force wanaenda huko kwenye shamba la mapambano huko maeneo ya Luvungi, wakiwa wengi kabisa, ambao wanaendelea kutekeleza kazi za rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumepata habari kuwa leo huenda rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anaweza katoa hotuba kwa wakongomani. Je, kwa nini kusaini mkataba na ikawa imeongeza spidi kabisa ikawa imeongeza spidi
kwa M23, kwa sababu licha kuwa ya hali ambayo imetokea, na ukiangalia habari ambazo tulikuwa nazo zilikuwa zinaonyesha kwamba tayari FARDC pamoja na jeshi la Burundi na uzalendo walikuwa kwa deja pale maeneo ya Kamanyola na Katogota, na kwa sasa walikuwa wanazungumzia kuwa tayari wanakuwa pale maeneo ya Businga, lakini habari ambazo zinakuwa kwa sasa zinakuwa zinadhibitisha kuwa tayari M23 wamekuwa pale maeneo ya Lufunge, jambo ambalo kabisa linaleta woga kwa wakaaji, na wakaaji wengi kabisa wakianza kuyahama makazi yao. Kwa hiyo basi mtazamaji, sisi hapa tuko katika hali ya kuletea habari, kukupa habari motomoto na kujua kile ambacho kinachoendelea kwenye shamba la vita, na kujua hali namna gani ilivyo, na pia kuna kuwa na ile hali ambayo inakuwa inaleta utata, licha kuwa kuna kuwa na watu ambao wanakimbia, alafu kuna kuwa na zile bomu ambazo zinapigwa kiolela, huwa zinaleta madhara kwa wakaaji na zinaleta madhara kwa jamii ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo leo tusubiri kile ambacho Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ambacho atakachozungumza kwa ajili ya vita ambavyo vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia kugusia kuhusu mikataba ambayo imesainiwa huko Washington. Mimi ni Janvier Emmanuel Kaluya. Usikose kujiabone kwenye channel yetu La Voix d'Uvira TV, kulike pia kushare, ili tunapotoa habari zetu kila leo kabisa uweze kuwa wa kwanza kuweza kuzipata. Ukiwa na maoni, mchango, pendekezo, usisite kabisa kutoa maoni yako kupitia nambari yetu ya WhatsApp ambayo iko hapo chini, ambayo tumetoa katika hali ya kuchangia. Kwaherini.